بالهدى يأمر شيخي وبمحمود الخصال عاش كل العمر ينهى عن فساد وضلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنزه عن مكان وعن أوصاف الأجسام، المتعالي عن إدراكه العقول والأوهام، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل نوايانا خالصة لوجهك الكريم، اللهم آمين. Amesema Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Bulughul Marami min adillatil ahkami, babu sadaqatil fitri. Huu ni mlango wa sadaqatul fitri. Neno sadaqa hutumiwa kwenye zaka na hutumiwa kwenye sadaqa ambayo ni ya sunna. Amesema an ibn Umar radiyallahu anhuma qala, kutoka kwa Ibn Umar, Mwenyezi Mungu awawie radhi, amuwie radhi Abdullah ibn Umar pamoja na baba yake Umar, amesema farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallama zakatal fitri sa'an min tamrin au sa'an min sha'irin. Amefaradhisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama zakatul fitri, pishi kutokana na tende au pishi kutokana na shairi, yani kutokana na ata au unga wa ngano. Ala al-abdi, juu ya mtumwa, wal hurri, na mwenye kuwa huru, wadhakari, na mwanamme, wal untha, na mwanamke, wasaghiri, na mtoto, wal kabiri, na mkubwa, minal muslimina, kunako waislamu. Hawa wote waliotajwa ni lazima zakatul fitri kwa ajili yao, na sio maana yake kwamba kila mmoja ni lazima yeye mwenyewe atoe. Sivyo, mtumwa haimlazimiki zaka kwa sababu hamiliki, na mtoto haimlazimi zaka kwa sababu ni mtoto hajabaligh. Kwa hiyo kusema kwamba inalazimu zaka kwa ajili yao ni nini maana yake? Maana yake wengine itawalazimikia kutoa zakatul fitri wao wenye wao, kutoa yeye kama yeye ikiwa tayari ameshabaligh, ni mukallaf na mfano wa hivyo, na wengine italazimu kutolewa kama vile mtoto italazimu kutolewa na baba yake na mfano wa hivyo, na ikiwa ni mtumwa atatolewa na bwana wake. Wa amara biha, na akaamrisha kwa hiyo zakatul fitri an tuadda qabla khuruji nnasi ila salati, itekelezwe, itolewe kabla ya kutoka watu kuelekea kwenye swala. Muttafaqun alayhi, hadithi ni yenye kuwafikiana na maimamu wawili, Imam Bukhari na Imam Muslim kwenye kupokewa. Aliposema an tuadda qabla khuruji nnasi ila salati, kusimulia kutoka kwa mtume kwamba inatakiwa itolewe kabla ya kutoka watu kuelekea kwenye kuswali. Hapo ni kama alivyosema Sheikh Tariq Muhammad Najib Al-Laham kutuambia kwamba hadha waqtu sunnah, huu ni wakati wa sunna, yani inavyosuniwa uitoe zakatul fitri kabla watu hawajaenda kuswali ile swala ya sunna ya siku ya Eid al-Fitri. Wayajuzu ba'da salati ma'al karahati in bila udhrin, na inajuzu kuitoa zakatul fitri baada ya kuswali, yani swala ya Eid, ikiwa ni bila udhuru inajuzu pamoja na ukaraha. Ama ikiwa ni pamoja na udhuru kama vile kumngojea mtu ambaye ni mtu wa karibu, kama vile kaka anatoka sehemu nyingine anakuja hapo, ndo ukachelewa kuitoa ili umpe yeye, kwa vile yeye ni bora zaidi kumpa, inakuwa ni bora zaidi kumpa kaka kwa upande wa kuunganisha koo na kwa upande wa kutekeleza faradhi hiyo ya zakatul fitri. Hapo haitokuwa ni makruhu kutoa baada ya kuswali swala ya Eid al-Fitri, na ni haramu kuichelewesha zakatul fitri mpaka ikafikia baada ya kuzama jua la siku hiyo. Hapo itakuwa ni haramu kufanya hivyo, lakini
ni lazima hapo likishazama jua la siku hiyo ya Idi kulipa. Hapo itakuwa mtu anatoa kwa njia ya kulipa, na ni lazima kufanya hivyo. Na alivyosema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama amefaradhisha kutoa pishi, makusudio ya pishi ni kiasi cha vibaba vinne, na kila kibaba kimoja ni kiasi cha mchoto, kobwe la mikono miwili ya mtu ambaye ana mikono ya wastani. Makusudio pishi hiyo moja ni sawasawa na kilo 2.5 mpaka kilo 3 takriban. Vizuri yani atoe mtu kilo 3 ili atoke kwenye shaka, asija akapima kiasi kile kile akatoa kile kile, kwa sababu ikipungua kidogo atahesabiwa hajatoa bado zakatul fitri na hajatekeleza kile ambacho kinamlazimikia, na dhambi itabakia juu yake. Kwa hiyo atoe kiasi hicho cha pishi moja ili liondoke deni juu yake. Miongoni mwa ambayo yanafahamika kutokana na hadithi hii ni kwamba muna ndani yake ujulishaji juu ya kwamba zakatul fitri ni lazima, na muna ndani yake kubainisha ni nani ambaye inamlazimikia zakatul fitri. Yoyote ambaye amepata kiwango cha kuweza kutoa zakatul fitri, huyo itamlazimikia kutoa zakatul fitri. Na pia muna ndani yake kuweka wazi kiwango cha kutoa zakatul fitri kwamba ni kiasi cha pishi. Na kwa ziada hapa ni muhimu kueleza kwamba kauli ya jumhur mbele ya al-Imamu Malik na al-Imamu Shafi'i na al-Imamu Ahmad ibn Hanbal ni lazima ili ifae zakatul fitri atoe mtu chakula ambacho ndicho chakula ambacho kinaliwa kidesturi kwenye mji huo ambao yeye yupo. Na zakatul fitri na zaka nyingine haitakiwi kuisafirisha kuipeleka sehemu nyingine isipokuwa kwa sharti zake, kama wanavyoeleza kwenye vitabu vyenye kurefusha masala, vitabu vya fiqhi. Mtu afuatilie huko atayakuta hayo masala. Ama mbele ya al-Imamu Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, yeye akajuzisha kutoa kiwango cha pishi, kutoa ikiwa ni sarafu au ikiwa ni kitu cha dhahabu au cha fedha au ikiwa ni pesa. Inajuzu kutoa pesa ambayo au kiwango ambacho kwacho ataweza kununua kiasi ya pishi ya chakula. Yani ataweza kununua kilo 3 ya mchele ikiwa chakula cha mji huo aliopo ni hicho chakula cha mchele. Ama ikiwa mji aliopo wanakula ngano, ndo chakula chao wanachotumia kinatokana na ngano, basi atatoa kiasi cha kumwezesha kununua kilo 3 ya ngano, yani kununua chakula ambacho kinajaa kwenye pishi. Na pishi moja ni sawasawa na kilo 3 takriban. Haifiki kilo 3, lakini inatajwa kilo 3 ili kutoka mtu kwenye wasiwasi moja kwa moja. Na ni vizuri zaidi atoe kile chakula ambacho kina thamani zaidi, ambacho ni kizuri zaidi. Asitafute kile ambacho ni rahisi zaidi ikiwa yeye ana uwezo wa kutoa kile ambacho ni kizuri zaidi. Kwa nini akasema hivi al-Imamu Abu Hanifa? Amesema hivi al-Imamu Abu Hanifa kwa sababu kutoa pesa kumpa masikini, hili linampa manufaa zaidi yeye kuliko kumpa mchele mtupu au kumpa ngano tupu. Kwa hiyo mtu anaweza kufuata kauli ya al-Imamu Abu Hanifa, wala mtu asianze sasa kutukana watu. Haifai kutoa pesa, haifai kufanya kadhaa, lazima utoe mchele kadha. Haifai mtu kufanya kama hivyo. Ajue hizi ni kauli mbele ya madhehebu manne. Mtu anaweza kufuata kauli ya Imamu Abu Hanifa, na hususan ni kwa sababu lengo la zaka ni kumwepesishia yule masikini na fakiri. Ni nani masikini? Masikini ni yule ambaye anapata nusu ya tosha yake mpaka kufikia kasoro ya tosha yake. Yani ikiwa anahitajia 10,000 kwa mfano ili apate chakula chake na watu wake, kwa mfano yeye hapati 10,000, anapata kuanzia 5,000 mpaka 9,500 mathalan, hapati 10,000 kamili. Ama fakiri ni yule ambaye akiwa anahitajia 10,000 hapati 10,000 wala 5,000, anapata 4,500 au hapati chochote au kujia chini 4,500. Huyu ndiyo fakiri.
ni manufaa zaidi kwake yeye kumpa pesa, akajua atafute nini na atafute kitoweo gani. Ama kwa upande wa ubora, ni kipi ambacho ni bora? Wanasema alkhuruju min alkhilafi mustahabun, kutoka kwenye khilafu ni kwenye kusuniwa. Ikiwa kauli ya jumhur mbele ya Imam Malik, mbele ya Imam Shafi'i na mbele ya Imam Ahmad wamefaradhisha kuwa lazima kitolewe chakula ambacho ndicho chakula ambacho huliwa kwenye desturi ya mji. Kama ni Tanzania mathalan, inatakiwa mtu atoe mchele kiasi cha pishi moja, ambayo pishi moja ni kilo 3 takriban, basi mtu atoe chakula, asitoe pesa. Na inafaa kama tulivyotanguliza kutoa pesa, lakini vizuri atoe mchele. Na sehemu gani itakuwa ni vizuri kutoa mchele? Itakuwa ni vizuri kutoa mchele akiwa yeye ni mwenye kukimbilia kutoa hiyo zakatul fitri. Ama ikiwa tayari ameshachelewa, wengine tayari wameshapeleka, hapana shaka kwamba hapo vizuri afuate kauli ya Imam Abu Hanifa kwamba inajuzu kutoa pesa. Na naam, inajuzu kutoa pesa sehemu kama hiyo, kwa sababu makusudio ya zaka ni kumwepesishia masikini, sio kumkusanyia michele mitupu na vyakula vitupu ambavyo havijapikwa bado, ilhali hana mkaa mathalan, hana kitoweo na mfano wa hivyo. Kwa hiyo kutoa pesa wakati kama huo itakuwa ni vizuri, na itakuwa inafaa pia kufuata kauli ya al-Imamu Abu Hanifa radhiyallahu anhu. في ضمير وخيال ليس يحويه مكان جل رب المتعالي. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف، na Ibn Adi na ad-Daraqutni kwa sanadi ambayo ni dhaifu, yani wamepokea tamko nyingine kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema aghnuhum anit tawafi fi hadha al-yawm, watoshelezeni masikini na mafakiri kuwaepusha na kuzunguka kuwazungukia watu katika siku hii. Yani muwafuate kuwapa hiyo zakatul fitri. Musisubiri nyinyi munotoa zakatul fitri mufuatwe, bali nyinyi ndiyo muwafuate masikini na mafakiri. Haya ndiyo makusudio ya hii hadithi. Na kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hivyo? Amesema hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam hatta la yatashaghalu anis salati jama'atan, ili wasishughulike wakaepukana na kuswali kwa jamaa. Ndiyo maana ikatakiwa sisi ndiyo tuhangaike kuwafuata wao na kuwapa zakatul fitri. بالهدى يأمر شيخي وبمحمود الخصال عاش كل العمر ينهى عن فساد وضلال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، na kwa sanadi yenye kuungana mpaka kwa Abi Sa'id al-Khudri, Mwenyezi Mungu amuyeradhi, qala, amesema kunna nu'tiha fi zamani an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, tulikuwa tunaitoa yani zakatul fitri katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallama, sa'an min ta'amin, ilhali ni pishi inayotokana na chakula, yani tunatoa kiasi cha pishi ya chakula, au sa'an min tamrin, au pishi kutokana na tende, au sa'an min sha'irin, au pishi kutokana na ata. Ata ni miongoni mwa aina za ngano. Mtu anaweza kutoa ngano au anaweza akatoa ata kwa mujibu wa haja. Au sa'an min zabibin, au pishi kutokana na zabibu maalumu. Zabibu zinakuwa tayari zimeshakaushwa, sio kama zile ambazo zinauzwa kawaida zenye maji. Muttafaqun alayhi, hadithi ni yenye kuwafikiana na maimamu wawili, al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim. Wa fi riwayatin, na imekuja katika riwaya nyingine neno hili au sa'an min aqitin, au pishi inayotokana na aqit.
Ni nini al-aqd? Amesema al-Azhari maneno ambayo maana yake ni kwamba al-aqd hutengezwa kutokana na maziwa. Maziwa hupigwa mpaka hufikia kuwa ni magumu fulani, kisha hukamuliwa. Yakikamuliwa yale maji ambayo yanatokana na hayo maziwa ambayo yamefanya kukauka kwa sababu ya kupikwa, ndiyo huitwa al-aqd. Kwa hiyo pia walikuwa wanatoa zaka al-aqd. Qala Abu Sa'id, amesema Abu Sa'id, yani Abu Sa'id al-Khudri ambaye ndiye msimuliaji wa hadithi, ama mimi fala azalu ukhrijuhu, siachi kuwa ni mwenye kutoa, yani sijaacha kuwa natoa ile pishi ambayo ni lazima kutoa kwenye zakatul fitri, kama kuntu ukhrijuhu fi zamani rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, kama nilivyokuwa naitoa katika zama za mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama. Wali Abi Dauda, na ana Abu Daud riwaya hii, tamko hili kwamba amesema Abu Sa'id al-Khudri, la ukhriju abada illa saa, sitowi milele isipokuwa pishi. Miongoni mwa ambayo hufahamika kutokana na hadithi hii ni kwamba ni lazima na ni sharti na imewekwa sheria kutoa zakatul fitri kiasi cha pishi, na kwamba inafaa kutoa zakatul fitri kwa aina yoyote ile miongoni mwa aina zilizotajwa, hususan kwa sababu tende ni chakula ambacho walikuwa wanakitumia wao watu wa Madina na watu wa Makka, ndio wakawa wanatumia tende kwa ajili ya kutoa zaka, na mengine yalikuwa yanatolewa kwa sababu ndicho chakula ambacho walikuwa wanakitumia wao. Ama ambaye ni mwenye kuishi sehemu nyingine anaangalia ni kipi ambacho kinatumiwa kwenye sehemu hiyo. Kwenye sehemu kama ya Tanzania, sio maana yake unakuja kutoa zaka unampa mtu, hiyo inaitwa al-aqd, maziwa ya aina hiyo. Au unatoa zaka sehemu ya Tanzania mathalan, unampa mtu tende, sehemu kama hii utampa kile ambacho watu huwa wanakitumia kama ni chakula chao kidesturi. Qala ma lillahi bith fi dhamiri wa khayal laysa yahwihi makan jalla rabbil muta'ali. Ma lillahi bith fi dhamiri وخيال ليس يحويه مكان جل رب المتعالي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما, na kutoka kwa Abdullah mtoto wa Abbas, Mwenyezi Mungu amuyeradhi Abdullah na baba yake Abbas, qala, amesema Abdullah ibn Abbas, farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatal fitri, amefaradhisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri. Sio maana ya kusema amefaradhisha kwamba yeye amesema kwa matamanio yake. Amefaradhisha yani amesema kwamba hii ni faradhi. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa hiyo mtume alikuwa anazungumza, anafaradhisha, anaharamisha kwa kuwafikishia watu kwamba hichi Mwenyezi Mungu amefaradhisha, hichi Mwenyezi Mungu ameharamisha, na sio maana yake kwamba alikuwa anafaradhisha au anaharamisha kwa matamanio yake. Amefaradhisha zakatul fitri tuhratan lisaimi, hali ya kuwa ni tahara kwa mwenye kufunga. Yani zakatul fitri ni tahara kwa mwenye kufunga, minal laghwi, kutokana na upuuzi, ikiwa alifanya upuuzi katika kipindi cha funga, warafathi, na kutokana na arrafathi ni maneno mabaya. Ikiwa mtu kwenye funga yake kipindi cha Ramadhani alitamka maneno mabaya, alisema uongo, alitukana, zakatul fitri huwa ni sababu ya yeye kufutiwa yale madhambi yake aliyoyafanya kutokana na maneno yake mabaya aliyoyazungumza na kutokana na ule upuuzi ambao ameufanya kipindi cha Ramadhani. Wa tu'matan lilmasakin, na ni chakula kwa masikini. Yani zakatul fitri anatakiwa atoe tajiri
kumpa masikini. Makusudio ya tajiri kwenye zakatul fitri ni yule ambaye amepata chakula chake na chakula cha watu wake, na akapata kiwango cha kumwezesha yeye kukodi ikiwa ana kodi, na akapata kiwango cha kuweza kununua kivazi kinacholingana na yeye na kuwanunulia watu wake. Akipata pesa au vitu hivi na akawa ana pesa nyingine au ana kiwango chengine cha kumwezesha yeye kutoa zakatul fitri kiasi cha pishi moja, yani kiasi cha kilo 3 takriban, ikawa hiyo pesa imezidi, hiyo pesa aitoe kwa ajili ya zakatul fitri. Asija akasema hii nitaitumia kesho nikienda Forodhani au Fumba, nitaitumia kununulia chipsi, hii nitaitumia kupandia bembea wanangu. La, ni haramu kwake kufanya hivyo ikiwa hajatenga kiasi cha kutoa zakatul fitri kwanza. Kwa hiyo zakatul fitri tu'mal lilmasakin, ni chakula kwa masikini, tunatakiwa tuwahurumie. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, faman addaha qabla as-salati, basi mwenye kuitekeleza zakatul fitri kabla ya swala, yani kabla ya swala ya Eid akawa ameshatoa zakatul fitri, fahiya zakatan maqbulatan, basi hiyo ni zaka yenye kukubaliwa. Aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallama kwamba ni zaka yenye kukubaliwa, maana yake hiyo zaka ni sahihi, halafu pia anapata thawabu kwa zaka yake hiyo. Halafu akasema Mtume, waman addaha ba'da salati, na mwenye kuitekeleza, mwenye kuitoa zakatul fitri baada ya swala Eid, kwa vile inamlazimikia hata baada ya swala Eid aitoe, fahiya sadaqatun minas sadaqati, basi hiyo ni sadaka miongoni mwa sadaka. Neno sadaka hapa la kwanza na la pili limetumiwa kwa maana ya zaka. Hiyo ni zaka miongoni mwa zaka. Nini maana ya maneno ya Mtume fahiya sadaqatun minas sadaqati? Maana yake saqatal fardu min ghairi thawabin, imeporomoka faradhi basi na kupata thawabu. Akitoa zakatul fitri baada ya swala ya Eid atakuwa tayari kashatekeleza faradhi ya kutoa zaka, lakini hatopata thawabu ya zaka yake kwa sababu amechelewesha kuitoa bila ya dharura. Waqala ba'dhum yabqa shay'un min athawabi, na wamesema baadhi yao kwamba hubakia kitu kidogo kunako thawabu, yani anapata thawabu kidogo. Kwa hiyo ili zaka yake ikubaliwe, apate thawabu kwa zaka yake zakatul fitri, aitoe kabla ya swala ya Eid. Hii ndiyo maana ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, sio kama wanavyosema baadhi yao kwamba eti baada ya swala ya Eid hapo akitoa ni sadaka, ni sunna, sio faradhi tena. Hawa wamefahamu sivyo maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Hawa ni wale ambao wamechukua kitabu wakajisomea wenye wao, wakaja wakayatafsiri maneno ya Mtume kinyume na inavyotakiwa, wakaacha kauli za maimamu ambao walikuwa karibu na Mtume, ni salafi saleh, kwamba ni faradhi kutoa zakatul fitri hata baada ya swala, wakaja wakachukua tafsiri ambazo zinalingana na matamanio yao. Kwa hiyo sio sahihi kwamba eti baada ya swala Eid ikiwa hujatoa wewe kabla ya swala wewe usitoe tena, na ukitoa hiyo ni sunna, tusifaradhi tena kutoa. Si sahihi kauli hiyo, bali kutoa hukumu hiyo ni haramu, kwa sababu hizo ni fatwa pasi na elimu. Kwa hiyo ifahamike kwamba neno sadaka baadhi ya wakati hutumiwa kwa maana ya sadaka kama sadaka ya sunna, na baadhi ya wakati hutumiwa neno sadaka kwa maana ya zaka, na hilo ni maarufu mbele ya wanawazuoni wa fiqh na wanawazuoni wa hadithi pia. Hapa alivyotamka Mtume neno sadaka akasema fahiya sadaqatun minas sadaqati, maana yake fahiya zakatun minaz zakawati, hiyo ni zaka tu miongoni mwa zaka, ameshatekeleza faradhi tu, lakini ama hana thawabu, yani zaka yake hiyo haijakubaliwa, au thawabu zake ni chache, tofauti na yule ambaye ametoa hiyo zaka kabla ya kuswaliwa swala ya Eid. Amesema al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa sahahahu al-Hakim. Hadithi tuliyoisoma amepokea Abu Dawud na Ibn Majah na amesahihisha al-Hakim. Miongoni mwa ambayo hufahamika kutokana na hadithi hii tuliyoisoma
ni kwamba muna ndani yake ulazima wa kutoa zakatul fitri, na pia muna ndani yake ujulishaji juu ya kwamba zakatul fitri hutolewa kwa wale ambao hupewa zaka ambayo ni zakatul mali, nao ni masikini na mafakiri, na hapa hawaingii wale wengine ikiwa wao hawaingii kwenye kigao cha fakiri au masikini. Na hii ndiyo kauli ya al-Imamu Malik na al-Imamu Shafi'i na al-Imamu Ahmad kwamba zakatul fitri ni kama zakatul mali, hupewa masikini na fakiri, hupewa yule ambaye anastahiki kama ilivyo zakatul mali, na sio kwamba anapewa mtu yoyote, kinyume na al-Imamu Abu Hanifa radhiyallahu anhum. Namuna ndani ya hadithi hii ujulishaji juu ya kwamba baadhi ya maasi hufutwa kutokana na matendo mema, kama ilivyo zakatul fitri huwa ni sababu ya kufutwa baadhi ya mambo ambayo mtu ameyafanya katika kipindi cha funga, kama vile matusi na maneno mabaya. Namuna ndani ya hadithi pia kwamba kutoa zakatul fitri kabla ya swala ni bora zaidi, ama kutoa zakatul fitri baada ya swala ni makruhu, na akifanya mtu hivyo kutoa zakatul fitri baada ya swala atakuwa ameshatekeleza faradhi, lakini hatopata thawabu kwa zaka yake hiyo. Na pia ifahamike, lau kwamba mtu hajatoa zakatul fitri mpaka watu wakaswali swala ya Idi, huyu itakuwa ni deni kwake yeye, hasamehewi deni hilo mpaka alilipe, mpaka atoe kiwango hicho. Kwa hiyo ikiwa mtu ana miaka 30 hajatoa zakatul fitri na ndiyo kalifahamu leo hili jambo, basi ajue kwamba anadaiwa kiasi cha pishi 30 kwa miaka 30, ikiwa miaka yote hiyo 30 alikuwa na uwezo. Ama ikiwa baadhi ya miaka hakuwa na uwezo, miaka mingine alikuwa na uwezo, atalipa kwenye ile miaka ambayo alikuwa na uwezo. Hilo ni faradhi, na wanawazuoni wanasema dainullahi ahaqu an yuqda, deni la Mwenyezi Mungu ni lenye haki zaidi kulipwa. Ogopa kusimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu ukaja ukaulizwa kuhusiana na zakatul fitri au kuhusiana na zaka nyingine. Vipi utajibu mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala? Na wewe ambaye umeaminiwa kama ni shehe, unatakiwa uwape watu fatwa kwa uaminifu, unakuja kuwaambia kwamba wewe usitoe tena kwa vile watu washaswali, usitoe tena, ilhali inamlazimikia yeye kutoa kwa vile ni deni juu yake, atoe kwa njia ya kulipa. Wewe unamhalalishia na unamfanya yeye afanye jambo la haramu. Kumbuka kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, man afta bighairi ilmin, mwenye kutoa fatwa pasi na elimu, la'anatuhu malaikatu samai wal ard, humlaani malaika wa mbinguni na ardhi. Na wewe ambaye ni mwanafunzi mwenye kujifunza, usisahau kauli ya al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, la yajuzu listifta'u ghayru al-alimi thiqa, haijuzu kumtaka fatwa, kumuuliza ili akupe hukumu ambaye si mtambuzi wa masala unayemuuliza au si muaminifu. Sharti ya ambaye anaulizwa jambo awe ni muaminifu kwamba atakachokijibu ndicho anachokizungumza wanawazuoni, na pia awe ni mtambuzi wa masala hayo. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, walhamdulillahi awwalan wa akhira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد